Sehemu ya 5 inaendelea. Mwalimu wa Biblia Tanzania, Mwalimu Joseph Andrea Yobegwa, mtumwa wa Yesu Kristo, mwanafunzi wa Yesu Kristo. Mwanafunzi wa Yesu Kristo. Wanafunzi wa Yesu Kristo huwa tunakusanyika, tunajifunza habari za Yesu Kristo. Tunakusanyika kwa ajili kujifunza nini? Habari za Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo, ambaye ametusamehe dhambi, ambaye ametufanya kuwa watakatifu, ambaye ametufanya kuwa wanafunzi wake, ambaye ametufanya jamii iige matendo mema, tabia, uvaaji, usemi, matendo yote wajifunze kwetu, kwa sababu sisi ndio kielelezo katika jamii. Haitupasi kutembea uchi, haitupasi kuonyesha viungo vyetu vyovyote, haitupasi kunywa pombe, haitupasi kuzini, haitupasi kutukana. Kwenye Biblia vyote vimeonya. Kama imetuonya hapa, haitupasi sisi kwenda kuiamini Torati, kwa sababu hakuna kilichopungua huku kwetu. Kwa sababu Biblia inasema hapa katika Wakorintho wa kwanza 6:9, Biblia inatuambia hapa 6:9, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti. Wafilaji na walawiti hawataurithi uzima wa nini? Wa milele. Je, wewe kwenye kusanyiko lako, wewe kwenye dini yako ya Kisabato, kwenye dini lako ya Kikatoliki, kwenye dini yako ya Lutheran, haya maandiko nyewe mnayachukuliaje? Maana sisi wa kusanyiko la Yesu Kristo, hiyo ni kashifa, havifai. Matendo maovu haya, ufilaji, ulawiti, uzinzi, ulevi, kuabudu sanamu, kutengeneza ile manembo kama ya Kisabato, misalaba, yote ni machukizo matupu. Ni imani ipi kwenye Biblia inayokubali kwamba watu watengeneze hivi vitu, watu wafanye hivi vitu? Na nyewe wa Sabato, nitaachaje hivi vitu nije nifuate kwenye Torati? Nafuata nini kule? Maana Biblia hapa haijaniambia kwamba nikiacha Sabato sitopata uzima milele. Hakuna hicho kitu. Je, hizi sio sheria? Hizi sio amri? Nadhani hizi ni nyingi kuliko zile amri 10. Hivi tulivyovisoma hapa ni vingi kuliko vile vya amri 10. Bali kule kwenye amri, kule kwenye Torati inasema watakaofanya hivi vitu wauawe. Huku kwetu imesema wafanyao mambo haya hawataurithi uzima milele. Kwa nadhani tuna utofauti mkubwa sana kati ya sisi na Wasabato. Maana sisi tuko kwenye neema. Sisi hatakiwi tufanye. Maana nikifanya mimi katika hivi vitu, nikatengeneza sanamu lolote nikaliweka sehemu tunapokusanyikia kama wanafunzi wa Yesu Kristo, ni kashifa kwanza hilo. Kinembo chochote tukakiweka mbele, tunakitumikia tayari, ni ushetani tayari. Biblia haitufundishi hivyo. Haya, nitaacha nini hapa nifuate Torati na tafuta nini kule? Maana haijaniambia hapo kwamba Sabato nikiacha sitopata uzima milele. Kwa hizo sheria za itu ambavyo dhambi zitakazofanyika ambazo mtu atazifanya akose uzima milele, Sabato haipo. Haipo Sabato. Haipo. Kwenye Agano Jipya tafuta andiko lolote kama ukiacha Sabato utakosa uzima wa milele. Hakuna. Zaidi ya kuacha haya mambo niliyosema: ufilaji, ulawiti, ulevi, uzinzi, uasherati, ulevi, uabudu wa sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, faraka, husuda. Hayo ndio yanayosababisha mtu, matukano yanayosababisha mtu asipate uzima wa milele. Haya mambo ndio yanayosababisha mtu asipate uzima wa milele. Halafu katika Ukristo hamna kuvaa masuruale, hamna kuvaa mavimini, hamna kuvaa manguo ya kubana, hakuna kuvaa manguo ya aibu, kwa sababu wewe mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hakai kwenye hema yoyote, hakai kwenye jengo lolote, bali Roho Mtakatifu anakaa kwako wewe, mwanadamu uliyookoka na kumwamini Yesu Kristo. Roho Mtakatifu hakai kwenye hekalu lolote, jengo lolote, bali hekalu ni wewe, mwanadamu uliyemwamini Yesu Kristo. Hawa watu wamegeuza maandiko, mahekalu na majengo, wao wakaita ndio sehemu ambako Mungu wao yumo kule. Lakini sisi Mungu anaishi ndani mwetu na akatupatia jina la Yesu ambalo linaweza kutupa ulinzi, na damu yake ndio ulinzi wetu, ndio tuko salama. Maana damu yake inasafisha dhambi yote. Tuko wote tumeoshwa kwa maji safi. Tunaitwa watakatifu wa Yesu Kristo. Biblia yote tutakaposoma popote, Wakristo wanaitwa watakatifu. Ila Wasabato wanaitwa wenye dhambi. Wanaoifuata Torati wanaitwa wenye dhambi, waliolaaniwa. Ndio hao wanaoifuata Torati leo tunaoongelea. Wanaitwa waliolaaniwa. Wanaitwa wadhambi. Tuangalie hapa.
Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Wafiraji, walawiti. Makanisa mengi sana wachungaji wao ni walawiti, wafiraji. Makanisa mengi sana wanabariki ndoa za 91. Sasa hawa tunawaita Wakristo. Ukristo, hivi vitu vimekataliwa, viko wazi. Biblia mnaichukia bure tu nyewe wapinga Kristo. Mnaichukia tu bure. Mnasababisha watu wengine wanaotaka kuokoka ione Biblia ni chafu kwa sababu ya matendo yenu. Kama Biblia inasema mfiraji, mlawiti hata ulisi uzima milele, wewe unawezaje kuvifanya hivyo vitu kwenye kusanyiko alafu unajiita Mkristo? Vitu vya aibu sana hivi. Vitu vya aibu sana. Haya. Wala mstari wa 10, wala wevi, wala watamanio, wala walevi. Mkristo unakunywa pombe, unakunywa vileo. Hebu angalia waumini wengi leo wa Kristo wanakunywa pombe. Hayo ndio mafundisho ya Kristo kweli? Jamani, tubadilike. Tunauharibu Ukristo. Tuko wakati wa mwisho. Tujioshe, tujitakase. Tumeoshwa kwa maji safi ya Yesu Kristo kwa kubatizwa maji mengi na kutolewa. Tumekufa pamoja na Kristo, pamoja na tumefufuliwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo tumeacha matendo mafu, hatuwezi kuishi tena kwenye dhambi. Hatuwezi kuishi tena kwenye dhambi. Haya wa Sabato wanayatenda, wanayajua haya, au umeshika Sabato tu? Haya ninayosoma haya, Wakorintho wa kwanza 6:9. Wanayasoma, wanayajua, au wameshika Sabato tu? Wao ni Sabato tu, wameshtuka mzigo Sabato tu. Habari za Yesu Kristo na kuokoka na kuacha matendo mafu na kusamehewa dhambi kwa msalaba wake, na kusamehewa dhambi kwa maji safi, na kwa kusamehewa kwa damu yake iliyomwagika msalabani, hayo yote wameyasahau. Hayo yote wameyasahau. Tuangalie kipande kijacho jamani. Ni Mwalimu wa Biblia Tanzania. Facebook Joseph Yobegwa, TikTok Joseph Yobegwa, YouTube Acha Biblia Iseme TV. Tuendelee kufundishana, tuonyane, tuzidi kufanya hivyo kila itwapo leo. Tuzidi kuomba katika jina la Yesu, kushukuru katika jina la Yesu, tuwasaidie wahitaji bila kinyongo. Ukiwa nacho msaidie yoyote, na uwape ushauri wenye nguvu wafanye kazi. Ni Yesu Kristo ndiyo mwokozi wa maisha ya wanadamu, hakuna mwingine. Wengine wote ni matapeli. Hakuna mwingine zaidi ya Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo ndiye aliyekufa, ndiye aliyefufuka. Hakuna mwingine aliyekufa kafufuka. Yesu Kristo ndio kivutio cha wengi katika ulimwengu. Hakuna mwingine mwenye kivutio cha ulimwengu. Wengine wanaua, bali sisi hatuulewi. Asanteni sana.